Moja kati ya visa ambavyo bado vinaumiza vichwa vya watu mpaka hii leo ni kisa cha treni moja ya kampuni ya Zanet. Treni ambayo inadaiwa kupotea miaka 1800 na imekuwa ikionekana kwa baadhi ya vipindi vya miaka, huku mara ya kwanza ikionekana miaka takribani 60 baada ya kupotea. Treni ya Zanet inasadikika kuwa ni moja kati ya vitu vinavyosafiri katika muda mrefu, yani time travel. Kwa zaidi ya karne moja sasa vimekuwepo visa vingi sana, vyote vikijaribu kusimulia matukio mbalimbali yanayohusu treni hii ya Zanet. Lakini leo nimekuandalia kisa kimoja maarufu ambacho ndicho kiliipa umaarufu treni hii, ambayo imebatizwa majina mengi ikiwemo treni ya mizimu. Hii ni kwa sababu inasafiri katika muda. Treni ya Zanet inasadikika ipo katika safari ambayo haina mwisho hadi hii leo. Jina langu naitwa Ezekiel Mtewere kutoka hapa Baharia TV. Kikubwa usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment na kuweka notification on ili uwe kwanza kupata habari zetu pindi tuweka hapo. Asante, na nikwambie tu hakikisha unawasha notification on ili uwe kwanza kupata habari zetu. Historia inatuambia kwamba katika majira ya joto mnamo mwaka 1911, treni inayoitwa Zanet yenye mabehewa matatu iliondoka katika mji wa Roma. Kitu cha kushangaza ni kuwa mara baada ya kuingia katika handaki hili ambalo lilikuwa na urefu wa takriban kilomita 1, treni haikutoka katika upande wa pili, huku ikirekodiwa kuwa na jumla ya abiria 106 ambao walianza safari ambayo hawakujua kama itakuwa haina mwisho. Mara baada ya mkasa huu, mamlaka za usafiri wa reli katika jiji la Roma walifanya juhudi za kuitafuta treni hiyo kwa kuingia ndani ya handaki hilo, lakini hawakuipata. Taarifa hii haikuwa nzuri na iliwatia mashaka wengi. Treni haikuonekana na haikujulikana iko wapi, handaki ikafungwa. Wakati wengi wakidhani labda taarifa zile ni za uzushi tu, walijitokeza watu wawili ambao walijitambulisha kuwa ni abiria waliokuwa katika treni ile ya Zanet. Mara baada ya mahojiano ya muda, walidai kuwa mara baada ya kuingia ndani ya handaki lile waliona mwanga mkali mbele yao, swala lilowafanya wao kuruka na kuitosa treni ile ambayo iliishia kupotea na isipatikane tena hadi hii leo. Habari za kupotea kwa treni hii zikajadiliwa kwa kiasi kikubwa kwa kipindi fulani cha muda, wa hatimaye zilianza kusahaulika kwa walio wengi katika muda fulani. Lakini mwaka 1926 nchini Mexico, kuna mwanafizikia mmoja alikuwa anapitia rekodi na mambo yake yaliyowahi kuandikwa katika miaka ya nyuma. Akakutana na nukuu iliyoandikwa mwaka 1845. Nukuu hii ilieleza juu ya watu 104 ambao walikuwa na asili ya Italia, waliojitokeza kutoka sehemu ambayo haikujulikana katika nchi hiyo ya Mexico. Watu hawa hawakuwa wamepotea na treni yao, walikuwa safarini wakitokea huko jijini Roma, Italia. Nukuu hizi kupatikana mwaka 1926, zilizoandikwa miaka 1800 zikijaribu kuelezea habari za treni iliyopotea miaka 1910. Zilikuwa dhahiri ni ishara ya kuwa ile treni ya Zanet huenda ni kweli ilisafiri katika muda ambao ulirudishwa nyuma. Yani ilitoka katika wakati wa sasa na kurudi katika wakati wa nyuma, ama ilitoka wakati wa nyuma na kuonekana katika wakati wa sasa. Hakuna aliyefahamu. Lakini taarifa za mwanafizikia huyo wa miaka ya 1800 zilieleza kuwa Wataliano hao ambao hata hivyo walionekana kama ni watu wenye matatizo ya akili walihifadhiwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili huko nchini Mexico. Kuzuka kwa habari hizi mara moja zilifanya treni ya Zanet kupewa jina treni ya mizimu. Sio hilo tu, ni maneno mengi sana. Treni hii imeripotiwa iliwahi kufika kwa vipindi tofauti vya mwaka na wakati. Moja kati ya nchi hizo ni Urusi, India na Ujerumani, Italia, Ukraine, bila kusahau Romania. Taarifa nyingi za mashahidi wanaodaiwa kuiona treni hiyo katika maeneo hayo wanasema kwamba treni hiyo mara zote imekuwa ikipita pasipo kutoa miungurumo ya kawaida kama treni zote. Pia madirisha katika treni hiyo yanaonekana mara zote kama pazia tu. Lakini Oktoba 29 mwaka 1955, treni ya Zanet ilionekana ikipita huko
Crimea, Urusi. Mashuhuda waliona wanasema ilionekana ikitembea kwenye reli ambayo haikuwepo hapo mwanzo. Walishangaa kuona kuna reli katika eneo hilo ambalo haikuwepo hapo kabla. Treni ilipita na ikagonga huku kisha ikapotelea pasipojulikana. Mnamo mwaka 1991 pia ilionekana ikipita huko Poltava, Ukraine, na ilikuwa imepita tena katika sehemu ambayo haikuwa na reli kabla. Mchunguzi mmoja wa kuchunguza mambo ya kutisha alifuatilia treni ya Zanet, alijaribu kuchunguza na kujua chochote, lakini mpaka leo hii hajawahi kupatikana popote alipo. Ni kisa cha kweli, sijui, kinachojua tu ni imeandikwa tena kwa zaidi ya mara moja. Kalamu yangu imefifia na imefikia hapa. Mimi ni Ezekia Mtewere kutoka hapa Baharia TV. Asante kwa wote ambao mliambatana nami. Kikubwa usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.